Nikukaribishe kwenye mazungumzo mafupi sana katika siku ya leo. Kwanza ningeanza na kutoa ufafanuzi wa mambo mawili. Jambo la kwanza, kuna mtu namba yake ya simu inaishia 575. Anawapigia wagonjwa simu, anasema wasiliana nami ili nikurekebishie mambo yako, ambapo pale TR Msigwa aliposhindwa kufanya hivyo, na tutafanya kwa bei rahisi sana. Sasa wagonjwa si wapumbavu. Ukidhani mgonjwa ni mpumbavu, unafikiri makosa. Wagonjwa kutoka Mwanza wakanipigia simu, TR Msigwa kuna mtu mwenye namba hii anatupigia simu, anatueleza 1, 2, 3. Nikamwambia ni jambo jema, ni jambo zuri. Ninachoweza kuona ni tulimfukuza mlinzi wetu ambao na hakika ndo namba anayotumia kwa sababu ya kuwaibia baadhi ya wagonjwa, lakini alishawishiwa na wagonjwa wenyewe kutafuta kumuibia dawa kwa bei rahisi. Sasa amezoea na ameona hiyo, kwa sisi tukamuondoa. Sasa sifikiri kama nina sababu nyingi sana ya kulizungumza hilo, kwa sababu sidhani kama wagonjwa ni wapumbavu. Sidhani hivyo. Aliyokuwa ni mpumbavu atashirikiana na kijana wetu wa getini kuendelea kutibiana, watajuana wao kwa wao. Mimi muda mwingi wa kuingia huko sina. Niseme tu sisi hatuko naye, wala hatujamtuma mtu atoe punguzo kwa kiwango hicho ambacho yeye anakifanya. Nimesisitiza na naendelea kusisitiza, TR Msigwa ndiye alianza kuzungumza, ndiye aliyepimisha dawa, ndiye aliyeambia mamlaka husika, na ndiye muda si mrefu baada ya mifungo atawakilisha ushahidi wake wa dakika 50 mtu kupata mstari mmoja. Sasa una hiari kuwasiliana moja kwa moja na TR Msigwa, una hiari kuwasiliana moja kwa moja na mlinzi wa TR Msigwa, aliyekuwa mlinzi wa TR Msigwa. So tulishamuondoa, na tulimuondoa baada ya kumwibia dada mmoja 1,500,000. Dada yule akatumia dawa ile, akaona tofauti, ndio akanifuata mimi, akanambia TR Msigwa, nimeuziwa dawa hii na kijana wako hivi hivi. Nilimshangaa sana, lakini pressure ya ugonjwa nayo inachangia wakati mwingine. Kwa hiyo tulimsimamisha kwa sababu hiyo. Kwa hiyo hilo si ningependa kulizungumza sana, ni kuachie mwenyewe uelewa wako, mtazamo wako kwa hilo ambalo anaolifanya kijana huyo na wewe unaoshirikiana naye. Ni lazima vitu kama hivi vitatokea, lakini udhibiti ndio jambo mzuri sana. Na kwenye HIV si kitu rahisi hivyo kama watu wengi wanavyodhani katika mitandao ya kijamii. Ni kitu kigumu sana, ni kitu kinahitaji umakini sana, ni kitu kinahitaji akili yenye kukua. Ni kitu cha hali ya juu sana, sio kitu rahisi hivyo kama watu wanavyodhani au wanavyofikiria. Kwa hiyo hili ni jambo moja ambalo nimeona niliseme leo katika muda huu ambao nimepata.